Hujambo na kwa mara nyingine tena karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Tunaendelea kukujuza mengi yanayojiri duniani, lakini wakati huu tunatazama ni nini ambacho kinajiri hasa katika nishati ulimwenguni. Wakati huu mkurugenzi mtendaji wa shirika la kimataifa la nishati IEA Fatih Birol anaonya kwamba dunia inakabiliwa na hali mbaya ya kiuchumi kutokana na tishio kubwa zaidi la usalama wa nishati katika historia, huku vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiendelea na kusababisha kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz ambako kuna vuruga pakubwa mtiririko wa nishati duniani. Tunakabiliwa na tishio kubwa la usalama wa nishati katika historia, Birol alisema katika mahojiano na shirika la habari la CNBC katika tukio la Converge Live huko Singapore. Wakati huu ukosekanaji wa nishati ambayo ni karibia 20 hadi 25 katika mlango wa bahari wa Hormuz kunasababisha hali ya uchumi kuyumba kwa kiasi kikubwa. Hali ya uchumi kila kukicha inazidi kuyumba, ni kutokana na kufungwa kwa lango hilo la bahari la Hormuz, lakini pia ni juu ya kukosekana kwa mafuta katika ulimwengu. Ikumbukwe mafuta pamoja na gesi ndivyo ambavyo vinaendesha uchumi wa dunia, na ikiwa kutakosekana mafuta, hali ya uchumi duniani itazidi kuyumba kila kukicha. Hata hivyo, soko la dunia linakosa mapipa milioni 13 kwa siku katika usambazaji wa mafuta na pia linakabiliwa na usumbufu mkubwa wa bidhaa hiyo muhimu. Birol alikiri maonyo ya awali kwamba vita vya Iran na kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kunaweza kusababisha mzozo mkubwa wa nishati kuwahi kukumba ulimwengu, akiashiria jukumu kuu la njia ya maji katika biashara ya mafuta ya kimataifa. Kabla ya vita, wastani wa mapipa milioni 20 ya mafuta yalipita katika mkondo huo kila siku. Njia hiyo sasa iko chini ya kile ambacho Birol alikitaja kuwa ni kizuizi mara mbili, huko Iran huku Marekani kila upande ukishiriki kwa namna ya kipekee. Marekani inazuia bandari za Iran zisiweze kusafirisha mafuta kuelekea katika soko la kimataifa, huku Iran ikizuia meli ya aina yoyote kupita katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz. IEA imeuelezea mlango wa bahari wa Hormuz kama mojawapo ya vituo muhimu zaidi vya kupitisha mafuta duniani na kuonya kwamba kufungwa kwake kunaweza kudhoofisha ukuaji wa uchumi wa dunia, mfumuko wa bei ya mafuta na kulazimisha mgao wa nishati. Birol pia alionya juu ya kuongezeka kwa hatari ya usambazaji wa mafuta ya ndege barani Ulaya, akisema eneo hilo lilitegemea sana visafishaji vya Mashariki ya Kati. Ulaya inapata takribani 75% ya mafuta yake ya ndege kutoka katika viwanda vya kusafisha mafuta katika Mashariki ya Kati, na hii kimsingi sasa ni sifuri, hawapati tena, alisema. Aliongeza kuwa Ulaya inajaribu kupata vifaa mbadala kutoka Marekani na Nigeria. Watu wa Ulaya wamelisusa soko la Urusi na kwamba wakati huu baadhi ya nchi zinalazimisha kuanza upya mahusiano na Urusi. Italia ipo katika mpango wa kuhakikisha inapata mafuta pamoja na gesi kutoka Urusi ili kuimarisha uchumi wake. Alisema Ulaya inaweza kukabiliwa na matatizo makubwa ikiwa uagizaji wa ziada utapatikana na kama wataendelea kuwa na msimamo wa kujizuia dhidi ya kununua nishati hiyo kutoka nchini Urusi. Kwa kweli ninatumai kwanza kabisa kwamba mkondo utafunguliwa na usafirishaji wa bidhaa za kusafisha utaanza kutoka hapo, Birol alisema. IEA yenye wanachama 32 ilikubali mwezi Machi kuachilia mapipa milioni 400 ya mafuta kutoka kwa hifadhi za dharura katika juhudi za kupunguza athari za mshtuko na usambazaji.